Alitembea kupitia mlango wa mbele wa kanisa la Grace Community asubuhi ya Jumapili, akiburura ndala zilizochakaa kwenye sakafu safi ya vigae, akiwa amevaa jeans zenye madoa ya uchafu na shati la koti plaid lenye matundu kwenye viwiko vyote viwili. Harufu ya mtu ambaye hakuwa ameoga kwa siku nyingi iliwasili kabla yake. Kikundi kidogo cha watu waliokusanyika karibu na mlango, wakicheka, wakijadili kwa msisimko kuhusu kuwasili kwa mchungaji wao mpya, mara moja walirudi nyuma, wakikunja pua zao na kugeuza nyuso zao. Hakuna aliyetaka kusimama karibu naye sana. Hakuna aliyejua kwamba yule mwanamume aliyeponoka katika ndala zilizochakaa alikuwa ndiye hasa mchungaji waliyekuwa wakimngojea. Hakuna aliyewazia kwamba katika saa 2 zilizofuata, mgeni huyo mchafu na mwenye harufu angefichua kitu ambacho kanisa lilikuwa limekificha hata kutoka kwake lenyewe, nyuma ya tabasamu zote angavu na salamu za mikono zenye uchangamfu. Habari marafiki, karibuni kwenye hadithi yetu. Kabla hatujaanza, tafadhali like video hii na subscribe. Pia tuambie kwenye komenti unatazama ukiwa wapi. New York, London, labda Afrika Kusini au Jamaica. Tunataka kujua. Mchungaji Samuel hapa alikuwa na umri wa miaka 38. Na alikuwa na msimamo ambao wachungaji wachache sana walikuwa na ujasiri wa kuushikilia. Kabla hujaweza kuchunga kundi, lazima kwanza ujue moyo wa kweli wa kondoo. Si kwa kusoma ripoti za wanachama. Si kwa kukaa katika mikutano rasmi na viongozi wa kanisa. Si kwa kuangalia namba za mahudhurio au kusikiliza kile watu wanachosema wanapojua mchungaji yuko chumbani. Unajifunza moyo wa kweli wa kutaniko kwa kutazama jinsi watu wanavyojiendesha wakati wanapofikiri hakuna mtu muhimu anayewatazama. Samuel hakuwa ameamini hili kila wakati. Alikuwa amejifunza kwa njia ngumu, njia ambayo masomo mengi muhimu hujifunza, kupitia kushindwa na maumivu. Kanisa lake la kwanza lilikuwa kutaniko dogo la washiriki wapatao 50 kwenye nje ya mji iliyotulia. Jengo dogo la kawaida lenye paa linalovuja na piano ya mtumba ambayo kila wakati ilicheza kwa sauti isiyo sawa. Alikuwa amewasili huku akiwa na umri wa miaka 28, mshiriki mpya kutoka shule ya theolojia, kichwa chake kikiwa kimejaa mawazo na kifua chake kikiwa kimejaa moto. Alikuwa na mipango, alikuwa na maono, alikuwa na programu ya miaka 5 iliyoandikwa kwenye daftari lenye sehemu zenye namba za rangi. Katika miezi 6, alikuwa amepunguza kanisa kwa nusu. Alibadilisha muziki kabla ya mtu yeyote kuwa tayari. Alipanga upya muundo wa huduma bila kuwauliza watu walioujenga. Alianzisha programu mpya ambazo hakuna mtu aliyekuwa ameziomba na kufuta mapokeo ya zamani ambayo watu walikuwa wakiyapenda kimya kimya. Alisonga mbele haraka, alizungumza kwa sauti kubwa na kuongoza kwa nguvu. Na watu waliondoka, kwanza mmoja mmoja na wawili wawili, kisha familia nzima. Wale waliobaki walikuwa na kovu na mashaka, wakikaa kwenye mabenchi huku mikono yao ikiwa imekunjwa, wakingojea kuona nini kingine angewachukulia. Samuel alikuwa amesimama mbele ya ukumbi ule uliokuwa nusu tupu asubuhi moja ya Jumapili, na kuhisi kitu baridi kikitulia tumboni mwake. Huu haukuwa mabadiliko. Huu ulikuwa uharibifu, na alikuwa amefanya hivyo kwa nia njema kabisa duniani. Alitumia miezi 3 mahali penye giza baada ya hapo, akijitilia shaka, akihoji wito wake, akijiuliza ikiwa alikuwa amekusudiwa kuongoza mtu yoyote. Ilikuwa ni mke wake Rachel aliyemtoa katika hali hiyo. Rachel alikuwa mwalimu wa shule ya msingi, aina ya mtu ambaye angeweza kueleza jambo gumu kwa urahisi na kukufanya uhisi kwa namna fulani kuwa ulikuwa unalijua wakati wote. Jioni moja, alikaa mkabala naye kwenye meza ya jikoni, akaikunja mikono yake na kumtazama kwa macho yale yenye nguvu na thabiti. Samuel, alisema, ulishindwa kwa sababu ulijaribu kuwa mchungaji uliyefikiri wanahitaji bila kwanza kujua walikuwa nani hasa. Ulianza kuzungumza. Alitikisa kichwa chake taratibu. Mchungaji si meneja anayewasili na kupanga upya samani. Yeye ni daktari, na daktari haingii chumbani na kuanza kuandika maelekezo ya dawa kabla hajamfanyia uchunguzi mgonjwa. Kwanza unatambua ugonjwa, kisha unatibu. Samuel alikaa na maneno hayo kwa muda mrefu. Alirudi kwa watu aliokuwa amewaumiza. Aligonga milango. Alikaa kwenye sebule zao na kunywa chai asiyoipenda na akasikiliza. Alisikiliza kweli bila kuwa na ajenda au daftari. Alisikia mambo ambayo hakuwa ameyajua. Alijifunza majina ambayo aliona aibu kutoyajua tayari. Aligundua kuwa wimbo ule wa zamani aliokuwa ameutoa kwenye ibada ya Jumapili ulikuwa wimbo uliokuwa ukichezwa kwenye mazishi ya mume wa mjane fulani, na kwamba kuimba kila wiki ndio ilikuwa njia pekee aliyobaki, akijihisi yuko karibu na mwanamume aliyempoteza. Aliuleta wimbo ule tena. Aliomba radhi, si kutoka kwenye mimbari, bali uso kwa uso, mtu mmoja baada ya mwingine. Ilimchukua karibu mwaka mmoja kurekebisha kile alichokuwa amekiharibu kwa miezi 6, lakini alikirekebisha. Na alipoondoka kanisani hapo miaka 4 baadaye, wale washiriki 50 walikuwa wameongezeka kimya kimya hadi kufikia zaidi ya 100.
Paa lililokuwa linavuja lilikuwa limerekebishwa, na piano ya zamani ilikuwa imebadilishwa na kibodi ndogo lakini nzuri ambayo ilibaki na sauti iliyonyooka kikamilifu. Kanisa lake la pili alifanya kila kitu tofauti. Alitumia miezi 3 kamili akifanya karibu chochote isipokuwa kutazama na kusikiliza. Alitembelea nyumba. Alikaa nyuma wakati wa ibada na kutazama. Alijifunza si tu majina ya watu, bali hadithi zao, majeraha yao, furaha yao, hofu zao, mambo waliojivunia na mambo yaliyowaweka macho usiku. Hapo tu, polepole na kwa uangalifu, alianza kuongoza. Kanisa lile lilikuwa kwa njia ambazo zilimshangaza hata yeye mwenyewe. Si kwa sababu ya programu au matukio au mikakati ya werevu, bali kwa sababu watu walijihisi wanajulikana, na watu watamfuata mchungaji anayewajua kweli popote pale. Sawa, akiwa na umri wa miaka 38 na miaka 10 ya huduma nyuma yake, Samuel alikuwa amesimama mbele ya mlango mkubwa wa kazi yake. Idara yake ilikuwa imemteua katika kanisa la Grace Community, kutaniko thabiti, lililoimarika la washiriki 150 katika sehemu yenye shughuli nyingi ya mji. Kanisa hilo lilikuwa na umri wa miaka 52, lilijengwa juu ya msingi wa mapokeo, mafundisho imara na jumuiya ya kweli. Kwa miaka 22, lilikuwa limeongozwa na mchungaji George Allen, mwanamume mpole na aliyependwa sana, ambaye alikuwa amestaafu hivi karibuni akiwa na umri wa miaka 71 kutokana na afya yake. Kutaniko lilikuwa limemwaga kwa machozi na makofi ya kusimama yaliyodumu kwa dakika kadhaa. Sasa kanisa lilikuwa kama nyumba ambayo baba yake ameondoka, likisubiri, likiwa na matumaini, likiwa na wasiwasi kiasi, na walikuwa tayari kwa ajili ya Samuel. Zaidi ya tayari, walikuwa wamepaka rangi upya ofisi ya mchungaji. Walikuwa wameandaa ibada rasmi ya kumkaribisha Jumapili hiyo, alasiri ikiwa na programu iliyochapishwa na mpangilio maalumu wa kwaya. Mtu fulani alikuwa ametengeneza bango kubwa lililoandikwa kwa mkono, "Karibu, Mchungaji Samuel," kwa herufi za bluu na dhahabu. Kamati ya kina mama ilikuwa imeandaa mlo ambao ulisemekana kuwa na aina 3 tofauti za pai. Walikuwa na hamu, walikuwa wamejipanga, walikuwa, kwa kila kipimo kinachoonekana, kanisa lenye upendo na joto. Lakini Samuel alikuwa amekaa katika huduma kwa muda mrefu kutosha kujua kwamba kile kanisa linavyoonekana katika Jumapili yake bora, likiwa limependeza, limejitayarisha, likitegemea mgeni muhimu. Si mara zote kile kanisa linavyoonekana wakati halijui kuwa kuna mtu anatazama. Matarajio, alikuwa amejifunza, si mara zote yanaakisi uhalisia. Na hivyo wiki 2 kabla ya kuwasili kwake rasmi, wakati wa jioni ndefu na tulivu ya maombi, swali lilikuwa limeumbwa moyoni mwake na kukataa kuondoka. Watu hawa wanasema wanapendana, lakini je, hawapendani wao kwa wao tu? Walijua kila mmoja. Hawapendi wageni muhimu. Walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya hao. Lakini je, wanapenda mtu anayewasili akiwa hana kitu? Mtu anayeonekana vibaya, ananuka vibaya, haingii katika kategoria zozote sahihi. Swali hilo lilimsononesha hadi akafanya uamuzi. Angewasili katika kanisa la Grace Community mara 2 katika Jumapili ile ile. Mara ya kwanza kama mtu asiyejulikana, mara ya pili kama mchungaji wao, na pengo kati ya jinsi walivyomchukulia mtu asiyejulikana na jinsi walivyomchukulia mchungaji wao lingemwambia kila kitu alichohitaji kujua kuhusu hali ya kweli ya mioyo yao. Alikuwa amempigia simu Rachel kutoka chumba chake cha hoteli ili kumwambia. Kulikuwa na ukimya mfupi kwenye simu. Kisha akasema, "Ni jambo la busara, Samuel. Lakini jiandae kwa kile utakachopata." "Najua," alisema. "Unajua kweli?" akauliza kwa utulivu. Hakujibu hilo. Hakuwa na uhakika. Alikuwa amepata nguo kuukuu kwenye duka la nguo za mitumba siku 2 kabla. Jeans yenye goti lililochanika, shati la plaid lenye viwiko vilivyochakaa, ndala zenye soli nyembamba na bapa. Asubuhi ile, alikuwa amepaka udongo kidogo chini ya kucha zake na kando ya mikono yake. Alikuwa ameacha kuoga, alikuwa ameacha simu yake, pochi yake, pete yake ya ndoa na kila alama nyingine ya utambulisho wake vikiwa vimefungwa kwenye chumba cha hoteli. Alibeba vitu viwili tu, Biblia ya zamani yenye uti uliopasuka na sarafu 2 za senti 50 mfukoni mwake. $1. Kila kitu alichokuwa nacho ombaomba. Alikuwa ametembea kwa dakika 20 kuelekea kanisani katika joto la asubuhi. Na wakati jengo lile la matofali meupe lilipoanza kuonekana, nadhifu na zuri likiwa na bustani za maua zilizopangwa vizuri, na sehemu ya maegesho iliyojaa nusu, jua lilikuwa limepasha moto shati lake na jasho lilikuwa limefanya kazi yake. Alisimama kwenye barabara ya watembea kwa miguu na kutazama kanisa kwa muda. Familia zilikuwa zikiwasili. Nguo safi, viatu vilivyong'arishwa, watoto katika mavazi nadhifu. Sauti ya salamu ikisikika kote kwenye maegesho. Juu ya mlango wa mbele kulikuwa na bango, "Karibuni. Wote wanapendwa hapa." Samuel alilisoma mara moja. Kisha akaingiza Biblia yake ya zamani chini ya kwapa lake, akasukuma nywele kutoka kwenye paji la uso wake na kutembea kuelekea mlangoni. Mtihani ulikuwa tayari umeanza. Kikundi kidogo karibu na mlango kilimwona akija hata kabla hajafika kwenye ngazi. Walikuwa 4, wanaume 2 na wanawake 2.
Wamesimama katika duara nje kidogo ya mlango wa mbele, wakiwa na vikombe vya karatasi vya kahawa mikononi mwao, wakiwa katika mazungumzo yaliyokuwa na hisia ya uchangamfu na urahisi ya watu ambao wamjuana kwa miaka mingi. Samuel aliweza kusikia sehemu ya mazungumzo hayo alipokaribia. Walikuwa wakizungumza kuhusu mchungaji mpya, jinsi walivyokuwa na msisimko, jinsi ibada ya makaribisho alasiri hiyo ingekuwa kitu cha pekee. Nilisikia na upako sana, mmoja wa wanawake alikuwa akisema. Mchungaji George alimzungumzia vizuri sana. Idara isingetutumia mtu yeyote tu, yule mwanamume mwingine alikubali, akitingisha kichwa kwa dhati. Sio baada ya miaka 22 na mchungaji George. Wanajua tunastahili mtu mzuri. Samuel alipanda ngazi kuelekea mlangoni. Harufu iliwafikia kabla yake. Ilikuwa hafifu mwanzoni, na kisha ikawa kali. Alitazama jinsi ilivyopita kwenye nyuso zao, jinsi upepo baridi unavyopita juu ya maji. Yule mwanamke aliyekuwa akizungumza aliacha katikati ya sentensi. Mwanamume aliyekuwa kando yake alipepesa macho. Hakuna aliyesema kitu kibaya. Hakuna aliyemnyooshea kidole, wala kucheka. Waligeuka tu. Miili ikigeuka kando kidogo. Hatua moja nyuma hapa, nusu mgeuko pale. Mmoja wa wanawake aliinua kikombe chake cha kahawa, karibu na pua yake. Mazungumzo yalififia kimya kimya jinsi mshumaa unavyokufa, unapoufunika na glasi. Samuel alipita kati yao na kusukuma mlango wa mbele. Hakuna aliyesema habari za asubuhi. Hakuna aliyesema lolote kabisa. Ndani, sebule ilikuwa na baridi na mwanga, nafuu nzuri kutokana na joto la nje. Maua mapya kwenye meza ya duara ya mlangoni. Muziki mwororo wa piano ukisikika kutoka kwenye ukumbi mkuu. Meza ya makaribisho yenye vijitabu vya ibada vilivyopangwa vizuri na bakuli la peremende zilizofungwa. Na mlangoni mwa ukumbi mkuu, dada Nancy Samuel alikuwa bado hajajifunza jina lake, lakini aliweza kumsoma mara moja. Miaka 60, labda mzee kidogo, koti la rangi ya zambarau, burgundy, ubao wa kuandikia, clipboard. Muonekano uliotulia na wa kujiamini wa mtu ambaye amesimama katika nafasi hiyo hiyo Jumapili nyingi kuliko anavyoweza kuhesabu. Mwanamke aliyechukulia jukumu lake kwa uzito, ambalo alifikiri kuwa lilikuwa la kupongezwa kweli. Alimtazama akiwasalimu wanandoa waliokuwa mbele yake. Uso wake wote ulibadilika. Mikono yake ilifunguka kidogo, mabega yake yakashuka. Sauti yake ilipanda kwa furaha ya kweli. Wanafamilia wa Mila, "Oh, ni ajabu sana Tom. Unaonekana vizuri sana Susan. Na upenda huo rinda." Alishikilia mikono ya mwanamke huyo. Akacheka kwa jambo ambalo mume wake alisema. Aliegemea kama mtu ambaye anafurahi kweli kumwona mtu mwingine. Samuel alipiga hatua mbele. Macho ya Nancy yalihamia kwake. Uchangamfu haukutoweka kabisa, ulipungua tu kama maji ya joto yanayoongezwa maji baridi polepole. Mikono yake ilibaki kando yake. Tabasamu lake lilibaki, lakini lilikuwa tabasamu tofauti sasa. Aina ya kitaalamu, ile inayofanya kazi yake bila kumaanisha mengi. "Habari za asubuhi," alisema. "Habari ya asubuhi," Samuel alisema. Alimtabasamu. "Mara yangu ya kwanza hapa mama." Alitingisha kichwa mara moja. Jinsi unavyotingisha kichwa kwa taarifa isiyohitaji majibu. Macho yake yalikuwa tayari yameanza kumvuka kuelekea mlangoni. "Ibada inaanza hivi karibuni. Unaweza kupata kiti ndani." Hakuna kijitabu kilichowekwa mikononi mwake. Hakuna "tunafurahi umetusogelea." Hakuna "nijulishe ikiwa unahitaji chochote." Samuel alijichukulia kijitabu chake mwenyewe kutoka kwenye meza. Alitembea kupitia mlango hadi kwenye ukumbi mkuu. Ukumbi ulikuwa mzuri katika mwanga wa asubuhi. Madirisha marefu, mabenchi ambayo yenye joto, msalaba rahisi mbele, aina ya nafasi ambayo ilikuwa imechukua miongo kadhaa ya maombi na nyimbo, na uzito wa kimya wa watu wanaokuja mbele za Mungu na maisha yao yote. Takriban watu 100 walikuwa tayari wameketi, huku wengine wakiingia mfululizo. Mvumo wa chini wa mazungumzo ukichanganyika na piano kuwa kitu kilichohisiwa kama uchangamfu kwa mbali. Samuel alitembea polepole upande wa kushoto wa korido, akitafuta kiti. Nafasi ya kwanza ya wazi aliyoiona ilikuwa kwenye ncha ya benchi la katikati, kiti kimoja tu kati ya korido, na mwanamume aliyevaa vizuri katika suti ya navy. Samuel alielekea huko. Yule mwanamume katika suti ya navy alimwona akija. Itikio lake lilikuwa laini sana, lilozoeleka sana hivi kwamba mtu asiyekuwa mwangalifu angeweza kulikosa kabisa. Alinyoosha mkono tu, akainua koti lake lililokunjwa kutoka kwenye mapaja yake na kuliweka kwenye kiti kilichokuwa wazi kando yake. Kika Biblia yake ikawekwa juu ya koti, kisha simu yake, ngome ndogo ya mali binafsi iliyojengwa ndani ya sekunde 4. Akatazama tena mbele ya ukumbi. Uso wake haukusema lolote. Samuel aliendelea mbele. Nafasi iliyofuata ilikuwa katika safu iliyokuwa na wanawake wawili wazee karibu na katikati ya ukumbi. Aligeuka na kupiga hatua kwa adabu kuelekea benchi lile. Mwanamke aliyekuwa karibu naye alitazama juu. Alikuwa na uso laini, aina ya uso ambao pengine ungekuwa wafadhili katika hali nyingi.
"Samahani mpenzi," alisema, na sauti yake ilikuwa ya upole. "Viti hivi vimehifadhiwa." Samuel alitazama nafasi tupu ya benchi pande zote mbili za mwanamke huyo. Viti vitatu, labda vinne, vyote vilikuwa wazi, vyote vikionekana kuwa na watu waliovihifadhi. "Bila shaka," alisema kwa utulivu. "Samahani kwa kuwasumbua." Alikuwa tayari ameshageuza uso wake. Aliendelea kutembea kuelekea nyuma, akijaribu safu nyingine moja. Ishara ya adabu kuelekea pengo karibu na dirisha ilikabiliwa na kijana aliyekunjua mikono yake kwa upana kando ya benchi, kwa njia ambayo ilifanya nafasi kando yake kuhisi kuwa hakaribishwi kabisa. Samuel aliishia katika safu ya mwisho kabisa, kona ya mbali ambapo mwanga wa asubuhi haukufika kabisa, na ukuta ulikuwa karibu kutosha kuhisiwa. Aliketi, akaweka Biblia yake iliyopasuka kwenye mapaja yake na kutazama msalaba uliokuwa mbele ya chumba. Karibu naye, kanisa lilipumua na kuzungumza na kujitayarisha kwa ajili ya ibada. Katika kona yake, kulikuwa na utulivu tu. Hakuchukua kijitabu chake bado. Aliketi tu kwa muda, akihisi uzito kamili wa mahali alipokuwa, si kwa kujihurumia, bali kwa uangalifu wa makusudi wa mtu anayekusanya taarifa ambazo akili inataka kuzilainisha na moyo unataka kuzikataa. Kisha sauti ikatoka nyuma yake karibu na korido ya pembeni. Chuni, lakini si chini ya kutosha. "Nancy, yule mwanamume aliye nyuma ni nani? Yule aliyeingia peke yake?" Samuel aliendelea kuangalia msalaba. "Sijui. Ameingia tu kutoka mitaani nafikiri." "Mwonee macho, sawa? Sitaki kitu chochote kipotee. Leo ni siku kubwa, mchungaji anakuja na kila kitu." "Nitamtazama." "Vizuri." Hatua ziliondoka. Samuel alipumua polepole. Alifungua Biblia yake na kupata Zaburi, jinsi alivyofanya kila mara alipohitaji kitu imara chini ya miguu yake. Macho yake paltapata mstari karibu bila kutafuta. "Humwinua maskini kutoka mavumbini na kumtoa mhitaji katika jaa la majivu." Aliusoma mara 2. Kisha kundi la kusifu likachukua jukwaa na ibada ikaanza. Uimbaji ulikuwa mzuri kweli. Hangeiondoa hiyo kwao. Kiongozi wa nyimbo, kijana mwenye sauti kali ya wazi na hisia za kweli kwenye uso wake, aliongoza kutaniko kupitia nyimbo 4, na watu waliimba kwa aina ya nishati inayotokana na kuamini maneno. Mikono imeinuliwa, macho yamefungwa. Ukumbi ulijawa na sauti iliyokandamiza madirisha kwa joto. Samueli aliimba pia, kimya kimya, peke yake katika kona yake. Mkaribishaji aliyekuja kwenye safu yake akiwa na vijitabu vya ibada alisimama kwa kila mtu, na kisha akampita Samuel bila kusimama, bila kukutana na macho yake. Hakumwita. Alikuwa na kijitabu chake mwenyewe. Aliimba ubeti wa mwisho wa wimbo wa mwisho wa kuabudu peke yake, sauti yake ikiwa karibu kama kunong'ona, Biblia iliyopasuka ikiwa wazi kwenye mapaja yake. Kisha mzee Thomas akachukua mimbari. Alikuwa mwanamume mrefu, mwenye nywele za fedha, aliyetulia kwa haiba ya asili ya mtu ambaye alikuwa ametumia miongo kadhaa akisikilizwa. Aliporekebisha kipaza sauti na kutazama kutaniko, chumba kilitulia kwa kasi iliyomwambia Samuel kila kitu kuhusu mwanamume aliyekuwa amesimama hapa. "Fungua pamoja nami," mzee Thomas alisema. "Injili ya Luka, sura ya 10, mstari wa 25. Sauti ya kurasa zinazogeuzwa ilipita ukumbini. Msamaria mwema. Samuel alihisi kitu kikikazwa taratibu kifuani mwake. Kati ya maandiko yote, kati ya Jumapili zote, Thomas alihubiri vizuri. Hiyo ilibidi isemwe kwa unyoofu. Alikuwa amejipanga wazi, na mara kwa mara aligusa hisia. Alitumia hadithi kuhusu mjukuu wake mwenyewe ili kufanya mfano huo uwe hai, na ilifanya kazi. Aliushikilia ukumbi bila juhudi. Kuhani alimwona yule mtu, Thomas alisoma, kidole chake kikifuata ukurasa, na akapita kando. Akatazama juu. Alimwona. Thomas alirudia polepole zaidi. Hakumkosa. Hakupita kwa sababu alishindwa kugundua. Alimwona yule mtu, na akachagua upande mwingine wa barabara. Ukumbi ulikuwa kimya sana. Mlawi alifanya vivyo hivyo. Wanaume wawili wa Mungu, wanaume wawili wenye vyeo, wenye majukumu, wenye rekodi ndefu za huduma ya uaminifu. Na wote wawili, Thomas alitulia, walichagua upande mwingine. "Amen," ikasema sauti mahali fulani katikati ya ukumbi. "Swali si kama tunamwona mtu mwenye uhitaji," Thomas aliendelea. "Swali ni nini tunachofanya mara tu tunapowaona." Amen. Hubiri. Ukumbi ulipata joto la makubaliano, vichwa vilikuwa vikitingishwa, nyuso zilifunguka. Hisia ya starehe ya kutaniko linalopokea ukweli wanaloutambua. Ukweli kuhusu huruma, kuhusu kusimama, kuhusu kuchagua upande sahihi wa barabara. Samuel aliangalia nyuso hizo kutoka kwenye kona yake ya nyuma. Nyuso hizi zilikuwa zimemtazama akitembea kuelekea safu ya mwisho, na hazikusema lolote. Hakuhisi hasira. Alikuwa amechunguza hilo kwa uangalifu na kupata kuwa ni kweli. Hakukuwa na hasira ndani yake.
Kilichokuwepo kilikuwa kigumu kukitaja. Kitu kama hisia unayopata unapofungua zawadi na kukuta sanduku ni tupu. Sio ghadhabu, bali ni utambuzi wa utulivu na wenye kuuma. Mahubiri yaliisha. Thomas aliomba maombi imara ya dhati na akasema, Amen. Kisha vikapu vya sadaka vikatoka. Samuel aliingiza mkono mfukoni mwake. Vidole vyake vilipata zile sarafu 2. Alizishikilia kwa muda, akihisi udogo wazo kwenye kiganja chake. Kikapu kilisonga mbele kufuata safu yake kuelekea kwake. Alikitazama kikipita toka mkono hadi mkono, akitazama noti zikikunjwa polepole. Kilipomfikia, aliweka sarafu zile 2 ndani. Sauti iliyotengenezwa ilikuwa ndogo na nyembamba. Sauti iliyojitokeza, hasa kwa sababu ilikuwa tofauti na kila kitu kilichoizunguka. Shemasi aliyeshikilia kikapu chenye mpini mrefu, alitazama chini kwenye zile sarafu, kisha juu kwa Samuel. Mtazamo haukudumu zaidi ya sekunde 1.5. Lakini katika sekunde hiyo 1.5, Samuel alisoma kila kitu kwa wazi. Mwanga wa kitu ambacho hakuwa dharau hasa, lakini kilikuwa jirani yake wa karibu. Usemi wa shemasi ulitulia kuwa wepesi wa adabu ambao ulikuwa aina yake ya hukumu. Kikapu kiliendelea. Ibada ilifungwa kwa wimbo wa mwisho na baraka fupi. Watu waliinuka na ukumbi ukajaa mara moja na sauti ya kuungana tena. Kicheko, salamu za mikono, sauti za juu za watoto walioachiliwa baada ya kukaa tuli. Samuel alisimama. Aliingiza Biblia yake chini ya kwapa lake na kutembea polepole kuelekea mlango wa kutokea. Akipita kati ya makundi ya mazungumzo, jinsi mzimu unavyopita kwenye chumba chenye watu wengi, upo lakini hauonekani. Alipita kundi la wanaume 4, wakizungumza karibu na benchi la safu ya pili. Wanaume wale 4 aliowaona, ambao walikuwa na tabasamu pana zaidi na amen za sauti kubwa wakati wa mahubiri kuhusu kusimama kwa ajili ya mtu aliyeko barabarani. Hakuna hata mmoja wao aliyetazama juu alipokuwa akipita. Alipita sebuleni. Nancy alikuwa tayari katika mazungumzo marefu karibu na meza ya makaribisho. Mgongo wake ulikuwa umegeukia mlango kwa asili. Alipita mpangilio wa maua, akapita bakuli la peremende, akapita bango lililokuwa juu ya mlango. Wote wanapendwa hapa. Alipiga hatua nje. Asubuhi ilikuwa imekuwa na joto zaidi. Maegesho ya magari yalianza kujaa vikundi vidogo vya watu waliokuwa wametoka kanisani, wakiendeleza mazungumzo ambayo mwisho wa ibada ulikuwa umeyakatiza. Sauti ya hayo ilimfikia. Rahisi, ya dhati, ya starehe. Hawa walikuwa watu waliopendana kweli. Aliweza kuisikia vizuri. Alisimama kwenye njia ya mbele na kuhisi jua kwenye shati lake lenye madoa. Na akafikiri, si kwamba watu hawa hawana upendo. Wanayo mengi. Wameyapanga tu kwa uangalifu sana. Wanayatoa kwa watu wanaofanana na watu ambao tayari wanawapenda. Na mpangilio huo, wenye starehe, usioonekana kwao ndio hasa kitu ambacho lazima kibadilike. Alikuwa bado amesimama pale akitafakari hilo akilini mwake wakati sauti ilitoka kando yake kabisa. Haya, unaondoka tayari? Aligeuka. Alikuwa binti mdogo, mwenye umri wa katikati ya miaka 20, labda mfupi kwa kimo, lakini aliyesimama wima kama mtu ambaye alikuwa ameamua wakati fulani uliopita kuacha kujifanya mdogo kuliko alivyokuwa. Alivaa rinda rahisi la njano na viatu bapa, na nywele zake zilikuwa zimevutwa nyuma. Alikuwa akimwangalia moja kwa moja, si kumpita, si kumuona kama kitu kisichoonekana, kwa macho yaliyokuwa angavu na yasiyo na hila kabisa. Pia, Samuel aligundua, alikuwa ameshikilia vikombe viwili vya karatasi vya kahawa kutoka ndani. Alimnyooshea kimoja. Nilikuona umekaa peke yako kule nyuma, alisema kwa urahisi. Nilifikiri ungependa kupata kidogo. Sio kahawa nzuri sana, uwe unajua tu. Lakini ni ya moto. Samuel alikitazama kile kikombe, kisha uso wake. Asante, alisema. Akakichukua. Alitabasamu. Tabasamu la moja kwa moja, la mtu ambaye amefanya jambo dogo, na hata futi sifa kwa hilo. Mimi ni Deborah, alisema. Nimeanza kuja hapa kwa takribani miezi 3 tu, kwa hiyo mimi mwenyewe bado ni mgeni. Hii ni mara yako ya kwanza? Ndiyo, alisema. Je, uliipenda? Alizingatia hilo kwa uangalifu. Ibada ilikuwa nzuri sana, alisema. Na mahubiri? Deborah alitingisha kichwa. Mzee Thomas ni mhubiri mzuri. Anatia hofu kidogo, lakini ni mzuri. Alikunywa kahawa yake. Kisha katika sauti ile ile ya kawaida. Je, unabaki kwa ajili ya chakula cha mchana? Wanafanya hivyo kila Jumapili katika ukumbi wa ushirika. Daima kuna chakula kingi sana, ambacho ndicho kiasi sahihi. Samuel alitulia. Katika mipango yote ya uangalifu aliyokuwa ameifanya kwa ajili ya leo, nguo, sarafu, njia ya kuelekea kanisani, vitu vya kutazama, hakuwa amewazia hili kikamilifu. Alikuwa ametarajia kukataliwa na akakupata. Hakuwa ametarajia hili. Binti mmoja mdogo katika rinda la njano, akimnyoshea kikombe cha kahawa mbaya,
kama vile lilikuwa jambo la kawaida zaidi duniani. Sijui kama nitakaribishwa, alisema kwa unyofu. Debra alikunja paji la uso wake kidogo. Bila shaka, unakaribishwa. Ni chakula cha mchana cha kanisa. Huhitaji mwaliko. Alisema hivyo kwa msisitizo mwepesi. Jinsi unavyosema jambo ambalo halihitaji maelezo. Njoo, nitatembea nawe ndani. Ukumbi wa ushirika ulikuwa nyuma ya jengo, uliounganishwa na kanisa kuu kwa njia fupi yenye paa, ambayo ilikuwa na harufu ya mbao za zamani na dawa ya kusafishia sakafu. Debra alitembea kando ya Samuel, kupitia humo, akizungumza kwa urahisi, jinsi baadhi ya watu wanavyoweza kuzungumza na mtu yoyote, bila kuonekana wanajaribu kufanya hivyo. Alimwambia alikuwa anafanya kazi kwenye duka la nguo, katikati ya mji, nguo za kike zaidi. Alimwambia alikuwa ameanza kuja katika kanisa la Grace Community miezi 3 iliyopita baada ya mfanyakazi mwenzake kumwalika mara 2, na alikuwa amepungukiwa na visingizio vya kutokuja. Akacheka aliposema hivyo kama utani kwake mwenyewe. Sikukulia kanisani, alisema. Kwa hiyo kila kitu bado ni kipya kwangu. Wakati mwingine sijui nini ninapaswa kufanya, au wakati gani ninapaswa kusimama. Alimtazama kwa kando. Je, hali hiyo ya kujiona mgeni huisha? Mwishowe, Samuel alisema, kwa kiasi kikubwa. Akacheka tena. Alijikuta akifikiri kwamba kulikuwa na kitu chenye utulivu kweli kuhusu urafiki wake. Hakuwa akifanya uigizaji wa chochote. Hakuwa akijaribu kumvutia, au kumtathmini, au kujua ni kategoria gani ya kumweka. Alikuwa akitembea tu kando yake, akizungumza naye, akichukulia mazungumzo hayo kama yalikuwa jambo la kawaida zaidi, ambalo alifikiri ndivyo lilivyokuwa. Ulikuwa ni uungwana wa kawaida wa kibinadamu tu. Ukweli kwamba ulihisiwa kama jambo la kushangaza, ulisema kitu kuhusu asubuhi aliyokuwa amepata. Walisukuma mlango wa kuingia katika ukumbi wa ushirika. Chumba kilikuwa kirefu na chenye mwanga mzuri, kikiwa na meza za kukunja zilizopangwa kwa safu, kila moja ikiwa imefunikwa na kitambaa cha meza cha karatasi cheupe na kuwekwa sahani na vifaa vya kulia vya plastiki. Kando ya ukuta mmoja, chakula kilikuwa kimewekwa kwenye meza ya kuhudumia, na kilikuwa, kama Debra alivyoahidi, kiasi kikubwa cha chakula: kuku wa kuoka, wali, maharage ya kijani, mikate kwenye vikapu, pai 3 mwishoni, kama ilivyovumishwa. Chumba chote kilikuwa na harufu ya chakula hicho, joto na nzuri. Takriban watu 60 au 70 walikuwa tayari ukumbini, wakitafuta viti, wakipakua chakula, wakivuta viti kwa ajili ya kila mmoja. Kiwango cha kelele kilikuwa cha kustahimili, si kikubwa sana, si kidogo sana. Aina ya sauti chumba kinachotoa wakati watu waliomo ndani yake wametulia kweli. Samuel aliangalia kila kitu kutoka mlangoni. Debra alimgusa mkono wake kidogo. Chakula kwanza, kisha viti. Ndivyo inavyofanya kazi hapa. Akachukua sahani na kumpa moja. Walijiunga na mstari wa kuhudumia chakula pamoja. Watu wachache walimtazama Samuel alipokuwa akisogea kando ya meza. Aligundua mitazamo hiyo bila kuonyesha lolote. Tathmini za haraka ambazo watu wengi hawajui kuwa wanazifanya. Macho yaliyohama kutoka kwenye shati lake hadi kwenye ndala zake na kurudi juu, yakikokotoa kitu. Alipakua chakula chake kimya kimya. Kuku, wali, mkate mmoja. Unataka pai? Debra aliuliza akiwa kando yake, tayari akisogea kuelekea mwisho wa meza. Baadaye, alisema. Waligeuka kutoka kwenye meza ya kuhudumia na kukabili chumba pamoja. Ilikuwa, Samuel alifikiri, kama kusimama pembeni mwa bwawa la kuogelea na kutafuta mahali pa kuketi. Meza za duara kila mahali, nyingi zikiwa tayari zimejaa watu walio katika mazungumzo marefu. Makundi yaliyoundwa jinsi makundi yanavyoundwa, kiasili, kwa urahisi, karibu na urafiki uliokuwepo tayari. Si kwa uhasama, bali yakiwa yamejifunga. Kujifunga huko kunatokea si kwa ukatili, bali kwa mwelekeo wa asili wa watu kuelekea kwa watu ambao tayari wanawajua. Debra alianza kusogea kuelekea meza ya karibu zaidi. Viti 4, 2 vikiwa wazi, 2 vikiwa vimekaliwa na wanandoa wenye umri wa makamo ambao walikuwa wakitazama sahani zao na kuzungumza kimya kimya. Mwanamume huyo alitazama juu walipokaribia. Macho yake yalienda kwa Debra kwanza. Kutingisha kichwa kwa adabu, kumtambua mtu aliyemwona hapo awali lakini hakumjua vizuri. Kisha macho yake yalihamia kwa Samuel. Kitu kikabadilika. Si kwa kiasi kikubwa, kwa kiasi kidogo tu. Kwa kweli, yule mwanamume alisema, tunavihifadhi hivi kwa ajili ya familia ya Henderson. Debra alitazama vile viti tupu. Sawa, hakuna shida. Walihamia meza iliyofuata. Wanawake 3, viti 2 tupu mwishoni kabisa. Mmoja wa wanawake alikutana na macho ya Samuel, yeye na Debra walipokaribia, na akainama kando kuelekea kwa mwanamke aliyekuwa kando yake na kusema kitu kwa sauti ya chini. Wakati Samuel na Debra walipofika mwisho wa meza, mmoja wa wanawake alikuwa ameweka mkoba wake kwenye kiti kimoja, na mwingine alikuwa ameweka sweta lake kwenye kiti cha pili. Vimehifadhiwa, mwanamke huyo alisema bila hata kuwatazama. Samahani. Taya la Debra lilijikaza kidogo.
Kilikuwa kitu kidogo, mnyazo mdogo wa misuli, lakini Samuel aligundua. "Usijali," alisema. Sauti yake ilibaki ya urahisi. Walijaribu meza ya tatu. Mwanamume ambaye Samuel alimtambua kutoka kwenye benchi la mbele, mwenye mabega mapana, anayejiamini, mmoja wa sauti za juu za amen wakati wa mahubiri, alitazama juu kutoka kwenye mazungumzo yake walipokaribia. Akatazama sahani ya Samuel na shati lake na kusema tu, "Meza hii imejaa," akionyesha vile viti 4 tupu vilivyomzunguka bila kuonyesha mkanganyiko wowote wa dhahiri. "Sawa," Debra alisema. Akageuka na kumtazama Samuel. Usemi wake ulikuwa umebadilika. Si hasira, kitu cha uangalifu zaidi kuliko hasira. Uso wa mtu ambaye ametoka kuona kitu wazi ambacho alikuwa anatumai nusu kuwa alikuwa anawazia tu. "Njoo nami," alisema. Alimwongoza hadi mwisho wa ukumbi, akipita safu ya mwisho ya meza, kuelekea meza ndogo ya mraba iliyosukumwa ukutani karibu na mlango wa jikoni. Haikuwa sehemu ya mpangilio mkuu. Meza ya ziada, aina inayoongezwa wakati idadi inapokuwa kubwa kuliko ilivyotarajiwa. Hakuna aliyekuwa ameketi hapo. Ilikuwa na viti viwili na kitambaa cha meza cha karatasi cheupe kile kama vingine. Na aligundua mtu fulani alikuwa ameweka glasi ndogo ya maua ya mwituni katikati yake. Aina ya jambo dogo la fadhili linalofanywa bila mtu yeyote kulipanga. Debra aliweka sahani yake chini. "Hapa," alisema kwa urahisi. Samuel aliketi mkabala naye. Kwa muda, hakuna hata mmoja wao aliyesema lolote. Sauti za ukumbini ziliendelea kuwazunguka. Kicheko, vifaa vya kulia chakula, kelele maalumu ya watu wanaofurahia mlo pamoja. Kisha Debra alisema kwa utulivu lakini kwa wazi, "Samahani kwa hilo." "Ni sawa," Samuel alisema. "Sio sawa kwa kweli." Alisema hivyo bila ukali, kwa unyoofu tu. Viti vile havikuwa vimehifadhiwa. Na kila mtu katika chumba hiki anajua kile Msamaria mwema anapaswa kufanya kwa sababu tumetoka kukaa katika mahubiri yote kuhusu hilo. Samuel alimtazama kwa uangalifu. Alikuwa akiitazama meza, akizungusha uma wake kwenye vidole vyake. "Miezi 3, alisema. "Nimekuwa hapa miezi 3. Sijui mengi kuhusu kanisa." Akamtazama. "Lakini najua kwamba kilichotokea hivi punde hakikuwa sawa." "Hapana," akakubali. "Hakikuwa sawa." Alitingisha kichwa mara moja kama vile hilo limemaliza jambo. Kisha akachukua uma wake na kukata kuku wake. "Basi," alisema, "angalau chakula ni kizuri." Samuel alitazama chini kwenye sahani yake. Akachukua uma wake. "Ni kizuri kweli," alisema. Walikula pamoja kwenye meza ndogo kando ya mlango wa jikoni, huku sehemu nyingine ya ukumbi ikizungumza na kucheka kuwazunguka. Debra alimuuliza maswali ya kawaida: anatoka wapi? Alilipataje kanisa hilo? Anafanya kazi gani? Alijibu kwa uangalifu, akisema ya kutosha kuwa mkweli, bila kusema zaidi ya kile ambacho wakati ulihitaji. Alikuwa anapita mjini. Mtu alikuwa amempendekezea kanisa hilo. Alikuwa kati ya mambo fulani kwa sasa. Alimsikiliza bila kumhoji sana, jambo ambalo alilithamini. Wakati mmoja, mwanamke alitoka jikoni akiwa amebeba tray ya mikate mipya, na akasimama alipowaona wawili hao kwenye meza ya kona. Alimtazama Samuel kwa muda, kisha Debra, na kisha kitu kikapita kwenye uso wake. Si uhasama hasa, bali usumbufu maalumu wa mtu ambaye hana uhakika kama hali inahitaji uangalifu wake. Aliweka mikate kwenye meza ya kuhudumia na kurudi jikoni bila kusema lolote. Samuel alikuwa nusu ya wali wake aliposikia sauti hiyo. Ilitoka kwenye meza iliyokuwa karibu nao. Wanaume watatu, wamevua makoti, wakiwa wametulia jinsi ya watu wanaochukulia chumba hiki kuwa chao. Alimtambua mmoja wao kama mwanamume aliyejiita Williams wakati wa mazungumzo mafupi karibu na nyuma ya patakatifu mapema asubuhi hiyo. Sauti ile ile iliyokuwa imemwambia Nancy amwangalie. Williams alikuwa hamtazami Samuel, lakini alikuwa akizungumza kwa njia maalum ya mtu ambaye anajua anaweza kusikika na hajali. Mambo haya yanahitaji kusimamiwa kwa uangalifu, alikuwa akimwambia mwanamume aliyekuwa kando yake. Leo ni siku kubwa, mchungaji mpya anakuja. Jambo la mwisho tunalohitaji ni usumbufu. Mwanamume aliyekuwa kando yake akasema kitu kwa sauti ya chini. Williams akatikisa kichwa. Sisemi lolote kuhusu mtu yoyote. Nasema tu leo zaidi ya siku zote tunawakilisha kanisa hili kwa mwanamume ambaye ametoka mbali kuja kutuongoza. Tunataka kila kitu kionekane sawa. Samuel aliweka uma wake chini kimya kimya sana. Tunataka kila kitu kionekane sawa. Aliruhusu maneno hayo yakaya akilini mwake kwa muda, akiyazungusha, akiyachunguza. Sikuwa sawa. Kuonekana sawa. Debra alikuwa ameyasikia pia. Aliweza kusema kwa jinsi mabega yake yalivyokuwa yametulia. Alikuwa akitazama sahani yake, taya lake likiwa limekazwa. Haya, alisema kwa utulivu wa kutosha kwa ajili yake tu kusikia. Akatazama juu. Je, uko sawa? Samuel alikutana na macho yake. Kulikuwa na kitu kwenye uso wake, wasiwasi wa moja kwa moja, na usio na hila ambao haukuwa na kitu cha kukotolewa ndani yake.
Alikuwa haulizi kwa sababu ni jambo la adabu kuuliza. Alikuwa anauliza kwa sababu alitaka kujua kweli. Alifikiria kile alichokuwa amebeba. Suti iliyoko katika chumba chake cha hoteli. Ibada ya alasiri katika saa chache tu. Ufunuo uliokuwa unakuja, ambao binti huyu hakuweza kuuwazia bado. Alifikiria kile alichokuwa amefanya leo. Kahawa, kutembea pamoja, sahani, meza 3 zilizokataliwa, meza ya kona karibu na mlango wa jikoni, glasi ndogo ya maua ya mwituni ambayo hakuwa ameiweka pale, lakini alikuwa ameichagua hata hivyo. Niko sawa, alisema. Na kisha, kwa sababu ilikuwa kweli, asante, Debra, kwa leo. Hujui hili limemaanisha nini. Alimtazama kwa sekunde moja kwa mshangao kidogo, kama vile uzito wa kile alichosema haukuwa unalingana na ukubwa wa kile alichokifanya. Niliketi tu na wewe, alisema. Ndiyo, alisema. Uliketi. Samuel aliondoka kwenye ukumbi wa ushirika saa 7 na dakika chache mchana. Alitembea kurudi kupitia njia yenye paa akiwa peke yake, kupitia sebuleni yenye maua na bakuli la peremende, na nje kupitia mlango wa mbele kuelekea kwenye joto la alasiri. Sehemu ya maegesho ilikuwa bado nusu tupu, watu wakichelewa jinsi watu wa kanisani wanavyofanya, wakisita kuiachilia Jumapili kabisa. Hakuna aliyemtazama akiondoka. Alitembea kwa dakika 20 kurudi hotelini kwa mwendo usio na haraka, ndala zake zilizochakaa zikipiga kelele ya utulivu dhidi ya lami, Biblia yake iliyopasuka ikiwa chini ya kwapa lake, akili yake ikitafakari polepole kila kitu alichokuwa amekiona na kukisikia asubuhi hiyo, jinsi unavyopindua udongo ili kuona kile kilicho chini. Hakushangaa. Hilo lilikuwa jambo la unyoofu kusema. Hakushangaa kwa sababu Rachel alikuwa amemwonya, na kwa sababu katika miaka 10 ya huduma alikuwa ameona kutosha ya asili ya binadamu, ikiwa ni pamoja na yake mwenyewe, kujua kwamba pengo kati ya kile watu wanachoamini kuhusu wao wenyewe na jinsi wanavyojiendesha hasa mara nyingi ni pana kuliko yoyote anavyotaka kukubali. Lakini kujua jambo na kupitia hali ni uzito mbili tofauti. Alikuwa amekaa katika safu ya mwisho huku kutaniko likipiga kelele ya amen kwa mahubiri kuhusu kusimama kwa ajili ya mtu aliyeko barabarani. Alikuwa amemsikiliza mwanamume akihangaika kuhusu jinsi mambo yangeonekana siku ambayo mchungaji wao mpya angewasili. Alikuwa amekataliwa kwenye meza 4 katika chumba kilichojaa watu waliojistahi kwa kuwa aina ya watu wenye upendo. Na binti mmoja mdogo, mwenye umri wa miezi 3 katika imani yake, bado akiwa hana uhakika wakati gani wa kusimama wakati wa ibada, alikuwa amefanya mengi katika mchana mmoja kuliko wote kwa pamoja. Alitafakari hayo kwa uangalifu pia, si kuwafanya wengine waonekane waovu. Alikuwa amekuwa muovu yeye mwenyewe mara moja katika kanisa lile lilokuwa nusu tupu mjini, akipanga upya viti wakati mjane akipoteza kitu pekee ambacho bado kilimunganisha na mume wake. Alijua ni nini kuwa kipofu kwa upofu wako mwenyewe. Hawa hawakuwa watu wabaya. Hilo lilikuwa jambo muhimu la kushikilia. Walikuwa watu wema ambao walikuwa wamepanga wema wao kwa njia iliyowafaa, iliyohudumia kile kinachojulikana, kinachoheshimika, chenye starehe. Na mpangilio huo ulikuwa umebaki bila kuchunguzwa kwa muda mrefu hivi, kwamba ulikuwa umekuwa hauonekani kwao, kama harufu kwenye chumba ulichoishi kwa muda mrefu sana. Walihitaji kioo, si nyundo. Leo haikuwa mtego, alifikiri. Ilikuwa rehema. Angemkumbuka huyo atakaposimama mbele yao alasiri hii. Akiwa hotelini, Samuel alisimama bafuni kuoga kwa muda mrefu. Aliruhusu maji ya moto yatiririke hadi kioo kikajaa mvuke kabisa, na bafu lile dogo likawa na joto kama nyumba ya kukuza mimea. Aliosha udongo kutoka chini ya kucha zake kwa uangalifu, jinsi unavyoosha kitu unachotaka kiwe safi kabisa. Aliosha nywele zake. Alisimama huku uso wake ukiwa chini ya maji na kujiruhusu kutulia kwa dakika chache, ambalo lilikuwa jambo Rachel alikuwa amemfundisha kufanya kabla ya ibada yoyote muhimu. Usiingie ukiwa umebeba uzito wa maandalizi, alikuwa amemwambia mara moja. Ingia ukiwa safi. Ruhusu Mungu abebe kile anachohitaji kubeba. Alijikausha na kusimama mbele ya kioo kilichokuwa safi sasa. Mwanamume aliyekuwa akimtazama alionekana kama yeye mwenyewe tena. Alifungua begi la nguo lililokuwa limetundikwa nyuma ya mlango. Ndani kulikuwa na suti aliyokuwa ameipiga pasi siku 2 zilizopita, na kuitundika kwa uangalifu ili kuweka mikunjo ya kijivu, rahisi, iliyokatwa vizuri, si ya kujionyesha. Hakuwa anamiliki vitu vya kujionyesha. Rachel alisema ni moja ya sifa zake bora. Alivaa polepole na kwa makusudi. Shati jeupe kwanza, vifungo vikifungwa kuanzia chini kwenda juu, jinsi baba yake alivyokuwa amemfundisha, kisha suruali na koti. Alifunga saa yake mkononi mwake, saa rahisi ya fedha ambayo Rachel alikuwa amempa kwenye maadhimisho ya miaka 10 ya ndoa yao. Alitazama viatu vyake, vikiwa vimepaliwa rangi na wakingojea kwenye sakafu kando ya kitanda, na akafikiria kwa ufupi zile ndalabapa zilizokuwa kwenye kona. Alivaa viatu vile vilivyong'arishwa. Alichukua Biblia yake nzuri, si ile iliyopasuka, ambayo aliiweka kwa upole juu ya kitanda,
na kusimama kwenye kioo kwa muda, akirekebisha kola yake. Alimfikiria Debra katika rinda lake la njano kwenye meza ya kona. Niliketi tu na wewe. Alimfikiria Williams hamtazami, akizungumza kwa uangalifu kuhusu jinsi mambo yanavyohitaji kuonekana sawa. Alizifikiria sarafu zikianguka kwenye kikapu cha sadaka, na mtazamo wa sekunde 1.5 wa shemasi. Alifikiria tabasamu la Nancy lililokuwa linapungua. Alivifikiria viti tupu vilivyojaa makoti na Biblia na mikoba. Alipumua ndani polepole, kisha nje. Bwana, aliomba akiwa amesimama mbele ya kioo katika suti yake ya kijivu, nifanye kuwa mchungaji na si mwamuzi. Ruhusu kile nitakachosema leo kifungue kitu, si kukifunga, na nipe maneno sahihi kwa sababu sina uhakika kila wakati kuwa ninayo. Alichukua ufunguo wake wa hoteli, akatembea kuelekea mlangoni na kurudi nje katika alasiri ya Jumapili. Kanisa lilionekana tofauti aliporudi. Sehemu ya maegesho ilikuwa imejaa sasa. Magari yameegeshwa hadi ukingoni mwa kiwanja. Mtu fulani alikuwa ameweka maua madogo ya kwenye vyungu pande zote mbili za njia ya mbele, maua mapya kuliko ya asubuhi, ya njano na meupe angavu, yaliyoletwa hivi punde kwa ajili ya hafla hiyo. Bango lililoandikwa kwa mkono alilokuwa ameambiwa habari zake sasa lilikuwa limetundikwa vizuri juu ya mlango, herufi zake za bluu na dhahabu zikichukua mwanga wa alasiri. Karibu Mchungaji Samuel. Kikundi kidogo ya mapokezi kilikuwa kimekusanyika chini ya ngazi. Watu 5 au 6 katika nguo zao bora wamesimama katika mpangilio wa uangalifu ambao ulionyesha kuwa kuna mtu alikuwa amefikiria wapi kila mtu anapaswa kusimama. Mzee Thomas alikuwa mbele, mwenye nywele za fedha na aliyetulia, akiwa amevaa suti nyeusi yenye kitambaa cheupe cha mfukoni. Kando yake, mwanamume ambaye Samuel alikuwa bado hajazungumza naye, aliyejipanga, akionekana kuwa mwangalifu, ambaye baadaye angejifunza kuwa ni Williams. Kisha Andrew mwenye ufasaha, ambaye idara ilikuwa imemtaja katika maelezo yao, na Nancy, akiwa amevaa koti tofauti sasa, ubao wake wa kuandikia hauonekani, mikono yake ikiwa imeshikana mbele yake. Walimwona akija alipokuwa bado chini ya njia. Uso wa Mzee Thomas ulifunguka kwa tabasamu pana la dhati, na akapiga hatua mbele huku mkono wake ukiwa tayari umenyooshwa. Mchungaji Samuel, karibu, karibu. Tunafurahi sana kuwa hatimaye uko hapa. Salamu ya mkono ilikuwa ya uchangamfu na ya mikono miwili, aina inayoshikilia kwa muda mrefu zaidi kuliko salamu ya kawaida kusema, hii inamaanisha kitu. Mzee Thomas, Samuel alisema, ni furaha yangu. Kisha wengine wakaja mbele mmoja baada ya mwingine. Williams, salamu ya mkono imara, tabasamu la kukaribisha, macho yaliyotathmini na kukubali kwa wakati mmoja. Andrew, aliyekuwa na ufasaha mara moja, akasema kitu cha heshima na kilichopangwa vizuri kuhusu heshima ya tukio hilo. Nancy. Na hapa Samuel alitulia kwa sekunde kidogo, kwa sababu Nancy alikuwa akimtazama kwa uchangamfu uliokuwa tofauti kabisa na tabasamu jembamba la asubuhi. Na hakuwa na wazo kwamba mwanamume aliyesimama mbele yake katika suti ya kijivu na viatu vilivyong'arishwa alikuwa amesimama mbele yake saa 6 zilizopita katika shati la plaid lenye madoa na kupokea kitu kingine kabisa. Mchungaji Samuel, alisema, akishika mkono wake. Kanisa hili limekuwa likikuombea kwa miezi mingi. Karibu nyumbani. Asante, dada Nancy, alisema, na akasema hivyo kwa fadhili kwa sababu alimaanisha, na kwa sababu alikuwa tayari ameshaamua kuwa kilichotokea alasiri hii hakitakuwa shambulio dhidi ya mtu yoyote, hata wale walioistahili zaidi. Walimtembeza sebule ile ile na kuingia katika ukumbi mkuu. Palikuwa pamebadilishwa kidogo tangu ibada ya asubuhi. Eneo la mbele likipangwa upya, kiti cha heshima kikiwekwa upande mmoja wa mimbari, maua mapya kwenye meza ya ushirika. Ukumbi ulikuwa karibu umejaa, watu wakigeuka kwenye viti vyao walipoingia, wimbi la makofi ya uchangamfu likipanda kiasili na kuenea hadi safu za nyuma. Samuel alitembea katikati ya korido nyuma ya Mzee Thomas, akitingisha kichwa kushoto na kulia kwa nyuso ambazo alikuwa bado hazijui. Alipita safu ambayo mwanamume katika suti ya navy alikuwa ameweka koti lake na Biblia kwenye kiti kilichokuwa wazi. Mwanamume huyo alikuwa hapo sasa, amesimama na kila mtu mwingine, akipiga makofi kwa msisimko wa dhati. Alipita benchi ambalo mwanamke mzee alikuwa amemwambia kuwa viti vimehifadhiwa. Alikuwa amesimama, macho yake yakionyesha mwangaza, akipiga makofi huku mikono yote miwili ikiwa imeinuliwa kidogo, jinsi mtu anavyopiga makofi anapofurahi kweli. Alitembea hadi mbele ya ukumbi na kugeuka kuwakabili. Makofi yaliendelea kwa muda mrefu. Aliacha yaendelee si kwa ajili yake mwenyewe, bali kwa sababu aliweza kuona kwamba yalikuwa ya kweli, kwamba watu hawa walifurahi kweli, kwamba walikuwa wamengojea na kutumaini na kujiandaa, na kwamba makaribisho haya yalikuwa kielelezo cha uaminifu cha kitu kilichokuwa na maana kwao. Alinyanyua mkono mmoja kwa upole, na ukumbi ukatulia. Aliwatazama wote 150, wakijaza mabenchi kuanzia safu ya 3 hadi nyuma kabisa. Kutaniko lake, kundi lake, watu waliokuwa wamekuja kuwachunga.
Macho yake yalimpata Debra karibu na katikati ya ukumbi, bado akiwa katika rinda lake la njano. Alikuwa akimtazama kwa usemi wa kuchanganyikiwa kidogo. Jinsi mtu anavyoonekana wakati kitu kinahisiwa kama kinajulikana, lakini hawawezi bado kujua ni kwa nini. Alimtabasamu. Kisha akatazama sehemu nyingine ya ukumbi. "Habari ya alasiri," alisema. Sauti yake ilikuwa tulivu na isiyo na haraka. "Ni vizuri kweli kuwa hapa." Alifungua Biblia yake. "Kabla sijasema kitu kingine chochote, nataka kusoma mistari michache." Mathayo 25, kuanzia mstari wa 34. Ukumbi ulikuwa kimya sana Samuel alipokuwa akipata nafasi yake katika andiko hilo. Si ukimya wa chumba kinachongoja kwa adabu. Ukimya wa ndani zaidi wa chumba ambacho kimegundua kwa namna fulani, bila kuambiwa kwamba kile kinachokuja ni muhimu. Watu walitulia kwenye viti vyao. Mtoto aliyekuwa akinong'ona kitu kwa mama yake aliacha. Hata hewa katika chumba ilionekana kupungua kasi. Samuel alisoma, "Kisha mfalme atawaambia wale walio upande wake wa kuume, njooni, mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkaja kunitembelea." Alitulia. Kisha wenye haki watamjibu wakisema, "Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Na ni lini tulipokuona ukiwa mgeni tukakukaribisha, au ukiwa uchi tukakuvika? Na ni lini tulipokuona ukiwa mgonjwa au kifungoni tukakutazama?" Alitulia tena, safari hii kwa muda mrefu zaidi. Na mfalme atawajibu akisema, "Amini nawaambia, kwa kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi." Alifunga Biblia polepole. Ukumbi ukasubiri. Samuel aliweka Biblia chini kwenye mimbari na kutazama kutaniko kwa muda mrefu bila kuzungumza. Mikono yake ilikuwa imepumzika kwa uhuru pande zote mbili za mimbari. Uso wake ulikuwa umetulia, si wa ukali, si wa baridi, bali wenye umakini, jinsi uso wa daktari unavyokuwa na umakini anapokaribia kukuambia kitu cha kweli. "Nataka kuwaambia kuhusu asubuhi ya leo," alisema. Kitu fulani katika ubora wa maneno hayo, kitu fulani katika ukimya wa jinsi alivyoyasema, kiliwafanya watu kadhaa kukaa wima kidogo, bila kujua ni kwa nini. "Niliwasili katika kanisa hili saa 4 na dakika 45 asubuhi ya leo. Mabadiliko madogo ukumbini, karibu yasiyoonekana. Sikuwa nimevaa suti hii." Mabadiliko yakawa kitu kikubwa zaidi. Vichwa vichache vikainama, paji za uso chache zikajikunja. Samuel aliingiza mkono mfukoni mwa koti lake na kuweka sarafu 2 kwenye mimbari. Zilichukua mwanga kwa ufupi. "Fedha ndogo, karibu si kitu. Nilikuwa nimevaa jinsi zilizochanika," alisema, "na shati la koti lenye matundu kwenye viwiko. Nilikuwa na udongo chini ya kucha zangu. Sikuwa nimeoga, na nilikuwa na $1 mfukoni mwangu. Hizi senti 52 ambazo niliweka kwenye sadaka asubuhi ya leo." Ukimya ukumbini ulibadilika kabisa. Ukawa ukimya wa watu ambao ghafla, kwa kasi, wanapanga upya kitu katika akili zao. Ukimya wa picha ambayo imetoka tu kubadilika na haiwezi kurudi nyuma. Alitazama usemi ukipita kwenye nyuso zao kama hali ya hewa inayopita shambani. Mwanamume aliyekuwa katika suti ya nevi, usemi wake ukatulia kabisa. Mwanamke mzee aliyekuwa amemwambia viti vimehifadhiwa, alileta mkono mmoja polepole mdomoni mwake. Nancy aliyekuwa ameketi karibu na korido ya pembeni, alikuwa amepauka kwa rangi fulani maalum. Williams katika safu ya 3, alikuwa akiitazama mimbari kwa usemi ambao Samuel aliweza kuuelezea kama mwanamume anayetazama sakafu ikija kukutana naye. "Niliketi katika safu ya mwisho," Samuel aliendelea, sauti yake haikubadilika, bado tulivu, bado haina haraka, "kwa sababu palikuwa mahali pekee nilipoweza kupata kiti." Hakusema hivyo kwa shutuma. Alisema jinsi unavyoeleza ukweli kuhusu hali ya hewa. "Nilisikia ibada. Nilisikia mahubiri." Akachukua zile sarafu na kuzishikilia juu kidogo. "Niliweka hizi kwenye kikapu cha sadaka. Na wakati ibada ilipoisha, nilitoka katika jengo hili. Na hakuna mtu hata mmoja aliyesema habari za asubuhi kwangu au kwaheri au rudi tena." Sauti ilipita ukumbini. Sio mshangao hasa, bali ni jinsi pumzi ya pamoja ambayo ilikuwa imesahau kwa muda jinsi ya kujikamilisha. Mwanamume katika safu ya 5 alikuwa ameanza kulia kimya kimya. Sio kwa kelele, ni aina ile ya kimya ambapo machozi yanakuja kabla ya mtu kuamua kuyaachia. Samuel aliweka zile sarafu tena kwenye mimbari. "Pia nilikula chakula cha mchana hapa leo," alisema, "katika ukumbi wa ushirika. Sahani yangu ilikuwa imejaa. Chakula kilikuwa cha ajabu. Asante kwa hilo." Alisema hivyo kwa dhati, na mtu mmoja au wawili walioshtushwa na upole wa hayo, walitoa sauti ndogo iliyovunjika kati ya kicheko na kitu kingine. Lakini kupata meza ilikuwa vigumu zaidi. Meza 4 tofauti ikiwa ninahesabu vizuri.
Mwanamume aliyesema meza hii imejaa huku akiwa amezungukwa na viti tupu alikuwa akiitazama mikono yake. Nataka kuwa wazi kuhusu jambo fulani, Samuel alisema, na sauti yake ilikuwa imara sasa, si ya sauti kubwa, bali ikiwa na uzito nyuma yake ambao ulijaza ukumbi jinsi kengele nzito inavyojaza chumba. Sisemii haya ili kumdhalilisha mtu yeyote. Sisimami hapa ili kuliadhibu kanisa hili au kumfanya mtu yeyote ajione mdogo. Hiyo si sababu iliyonileta hapa. Aliruhusu hilo litulie. Nilikuja kwa sababu ninaamini kwamba mchungaji asiyejua hali halisi ya kundi lake hawezi kuwasaidia. Na kwa sababu nimeshafanya kosa hilo hapo awali katika maisha yangu mwenyewe, katika huduma yangu mwenyewe, la kudhani niliwajua watu kabla sikuwa nimewaona kweli. Alitulia. Kwa hiyo nilihitaji kuwaona ninyi. Sio toleo lenu ambalo lilikuwa limeandaliwa kwa ajili ya kuwasili kwangu. Sio toleo lililokuwa limevaa kwa ajili ya tukio hili na kusimama chini ya ngazi kikiwa na bango la makaribisho. Alisema hivyo bila ukatili. Nilihitaji kuona toleo linaloingia asubuhi ya kawaida ya Jumapili na kufanya maamuzi madogo 100 kuhusu nani anahusika na nani hahusiki, nani ni muhimu na nani anaweza kusimamiwa. Ukumbi ulikuwa tulivu kabisa. Na kile nilichokipata, Samuel alisema, ni kile nilichokuwa naogopa ninaweza kukipata. Aliwaangalia wote, kila uso. Nilikuta kanisa linalompenda Mungu. Ninaamini hivyo kweli. Niliisikia katika ibada yenu asubuhi ya leo, na nilihisi katika maombi yenu. Nilikuta kanisa lenye ujuzi wa kweli wa maandiko na kujitolea kwa kweli kwa mapokeo yake. Akatingisha kichwa polepole. Na nilikuta kanisa ambalo upendo wake una mipaka, edges. Maneno hayo matatu yalianguka ndani ya chumba na kubaki hapo. Mipaka ambayo inaweza isijue hata kama ipo. Mipaka ambayo imechorwa kimya kimya kwa miaka mingi hivi, kwamba imekuwa haionekani, kama kuta ambazo zimekuwepo daima, na hivyo hakuna anayefikiria kuzihoji. Kuta zinazosema, tunawakaribisha wanaoheshimika, tunawakaribisha wanaofahamika, tunawakaribisha watu wanaofaa. Sauti yake ilikuwa bado imara, bado haina hasira. Na mtu ambaye haufai anaweza kukaa katika safu ya mwisho peke yake. Na wakati ibada inapoisha, anaweza kutokea mlango ule ule aliouingia na ulimwengu wa nje utamchukulia vile vile tulivyomchukulia. Hakuna aliyesogea. Andiko nililotoka kusoma, Samuel alisema, halisemi, kwa kadiri mlivyowatendea wanaoheshimika, mlinitendea mimi. Halisemi, kwa kadiri mlivyowatendea watu waliokuwa wananuka vizuri na kuvaa vizuri na wangeweza kujaza kiti bila kumfanya mtu yeyote asijisikie vizuri, mlitouch Biblia. Linasema, mmojawapo wa hawa wadogo, mwanamke katika safu ya 5, hakuwa pekee aliyekuwa akilia. Sasa Samuel alitazama kuelekea katikati ya ukumbi kwenye lile rinda la njano. Kulikuwa na mtu mmoja, alisema, aliyenichukulia tofauti leo. Kila kichwa kikageuka. Debra alikuwa ametulia kabisa. Macho yake yalikuwa yanamtazama kwa ukubwa. Na Samuel aliweza kuona wakati kamili ambao vipande viliungana akilini mwake. Kahawa, meza ya kona, mwanamume katika jinsi zilizochanika, ambaye alikuwa amesema hujui hili limemaanisha nini. Na rangi ikapanda usoni mwake yote kwa pamoja. Ana umri wa miezi 3 katika imani yake, Samuel alisema, bado anajifunza wakati wa kusimama wakati wa ibada. Hayuko katika kamati yoyote ya uongozi. Hana cheo au muda mrefu wa wanachama. Alimtazama moja kwa moja. Lakini aliniletea kahawa wakati hakuna mtu mwingine aliyetaka kukutana na macho yangu. Alitembea kuingia ukumbi wa ushirika nami wakati ningesimama mlangoni peke yangu. Aliketi nami kwenye meza iliyokona wakati meza nyingine 4 zilipotukataa. Alitulia na aliniambia kwa utulivu, kwa wazi na bila kutoa hotuba kuhusu hilo, kwamba kile kilichokuwa kinatokea hakikuwa sawa. Ukumbi ulikuwa kimya kiasi kwamba Samuel aliweza kusikia sauti dhaifu ya kiyoyozi. Hakutaja mstari wowote, hakutoa tangazo lolote. Alifanya tu kile andiko linasema. Alifungua Biblia tena kwa ufupi. Alimwona mgeni na akamkaribisha. Akaifunga. Katika miaka 20 ya huduma, Samuel alisema, na sauti yake ilikuwa ya utulivu zaidi sasa, nimekutana na watu wachache sana ambao imani yao haina mambo mengi magumu kama hiyo, ambao wema wao hausubiri kuangalia kama mtu aliye mbele yao anastahili juhudi hiyo. Alimtazama Debra kwa muda mmoja zaidi, kisha akarudi kulitazama kutaniko. Yeye ndivyo kanisa hili linapaswa kuwa. Maneno yalitulia ukumbini kama kitu kinachoanguka polepole kutoka urefu mkubwa. Yeye ndivyo kanisa hili linapaswa kuwa. Kwa muda mrefu, hakuna aliyesogea. Hakuna aliyesema. Ukumbi ulishika pumzi jinsi chumba kinavyoshika pumzi baada ya mlio wa radi. Si kwa hofu hasa, bali kutokana na ufahamu wa ghafla wa kiasi gani cha nguvu kimepita ndani yake. Samuel alipiga hatua nyuma kidogo kutoka kwenye mimbari, si akirudi nyuma, akitulia. Jinsi mtu anavyotulia baada ya kuweka chini kitu kizito alichokuwa amekibeba siku nzima.
Nataka kuwa mchungaji wenu, alisema, na sauti yake ilikuwa rahisi sasa. Uzito rasmi wa mahubiri, ukitoa nafasi kwa kitu cha moja kwa moja zaidi. Si mchungaji wa toleo la kanisa hili linalosimama chini ya ngazi likiwa katika nguo zake bora. Mchungaji wa lile la kweli, lile linalohangaika na kupungukiwa, na wakati mwingine linajaza viti tupu na mali zake ili mgeni asketi. Sauti chache zilizovunjika kutoka kwenye mabenchi, nusu kicheko nusu huzuni. Kanisa hilo la kweli ndilo linalostahili kuchungwa, kwa sababu hilo ndilo linaloweza kukua hasa. Alitazama ukumbini polepole. Jinsi unavyoangalia kitu unachochagua kuchukua jukumu lake. Siko hapa kwa ajili ya kuwafedhehesha. Niko hapa kwa sababu ninaamini Mungu hajamalizana na kanisa la Grace Community. Ninaamini kuna mengi zaidi katika chumba hiki. Upendo zaidi, ujasiri zaidi, imani ya kweli zaidi kuliko ile iliyojionyesha leo. Na ninaamini kwamba pengo kati ya ninyi mlivyo na ninyi mnavyoitwa kuwa si sababu ya aibu. Alitulia. Ndiyo sababu nzima niliopo hapa. Aliondoka kwenye mimbari kabisa, akashuka ngazi mbili kuelekea sakafu ya ukumbi na kusimama kati yao, si juu yao, si nyuma ya samani yoyote. Kwa hiyo nataka kuwaomba jambo fulani, alisema, si kama adhabu, kama mwanzo. Ukumbi ukasubiri. Ikiwa kuna kitu chochote ndani yako kilichojitambua katika kile nilichokielezea leo, ikiwa ulisikia kitu alasiri hii kilichokugundua, nataka kukualika ukilete mbele. Si kwangu, si kwa mwingine. Alielekeza kwa upole kuelekea mbele ya ukumbi. Kwa Mungu, ambaye tayari anajua na ambaye, na waahidi, ana nia zaidi na unyofu wenu kuliko uigizaji wenu. Williams alitangulia kusogea. Hilo liliwashangaza watu baadaye walipozungumza kulihusu. Kati ya watu wote ambao wangeweza kuwatarajia, Williams, kwa tahadhari yake ya kiutendaji na uangalifu wake mkubwa, akiwa na tunataka kila kitu kionekane sawa, Williams ndiye alikuwa wa kwanza kusimama. Hakusema lolote. Alisimama tu, akawapita watu wawili waliokuwa kati yake na korido, akatembea kuelekea mbele ya ukumbi na kupiga magoti kwenye zulia mbele ya safu ya kwanza. Mabega yake yalikuwa yakitetemeka kabla hajafika sakafuni. Kwa muda, ukumbi ulimtazama tu. Kisha mzee Thomas, mwenye nywele za fedha, aliyetulia, mwanamume ambaye sauti yake ilijaza vyumba bila juhudi, alitoa sauti ambayo haikuwa kama sauti yake ya kuhubiri. Ilikuwa ndogo na mbaya na ya kibinadamu sana. Alikandamiza mkono wake juu ya macho yake. Kisha akasimama na kutembea mbele na kupiga magoti kando ya Williams. Kisha Andrew, kisha Nancy, ambaye alitembea haraka kama vile alikuwa akingojea ruhusa. Na sasa kwa kuwa ilikuwa imekuja, hakutaka kupoteza sekunde nyingine. Kisha mwanamume aliyekuwa katika suti ya navy ambaye alitembea mbele akiwa na koti lake bado limepigwa pasi kikamilifu na kupiga magoti na kuweka uso wake mikononi mwake. Kisha mwanamke aliyekuwa amemwambia Samuel viti vimehifadhiwa. Alikuja polepole, nywele zake nyeupe zikichukua mwanga, mkono mmoja ukijitegemeza kwenye ukingo wa benchi alipokuwa akisimama. Alipofika mbele hakupiga magoti. Magoti yake yasingeruhusu, lakini alisimama huku kichwa chake kikiwa kimeinama na mikono yake ikiwa imekunjwa na midomo yake ikisogea katika jambo la faragha. Kisha wengine, kisha zaidi, walikuja jinsi maji yanavyotafuta njia yake, si yote kwa pamoja, kwa haraka, bali kwa uthabiti. Kila mmoja akimfuata aliyetangulia, akijaza mbele ya ukumbi hadi kukawa na kutaniko zima la watu waliopiga magoti au waliosimama huku vichwa vyao vikiwa vimeinama, na sauti ya hayo haikuwa kubwa, lakini ilikuwa kwa namna fulani kitu cha sauti kubwa zaidi Samuel alichokuwa amekisikia siku nzima. Alisimama kati yao na hakusema lolote. Hakukuwa na la kusema. Hii haikuwa wakati wa maneno zaidi. Huu ulikuwa wakati wa kupiga hatua nyuma na kuruhusu kile kilichohitaji kutokea kitokee. Alikuwa ameshaona madhabahu hapo awali. Amesimama kwenye mengi. Amewaita watu mbele kwenye mengi, lakini alikuwa hajawahi kusimama kwenye moja iliyohisiwa kama hii. Hakukuwa na uigizaji ndani yake. Hakuna aliyekuwa akimtazama mwingine. Watu waliomzunguka walikuwa hawapigi magoti kwa sababu kupiga magoti lilikuwa jambo sahihi la kufanya katika hali hii. Walikuwa wakipiga magoti kwa sababu kitu ndani yao kilikuwa kimevunjika na kufunguka kweli. Na itikio pekee kwa aina hiyo ya ufunguzi ni kushuka chini. Alimfikiria Rachel. Alitamani angekuwa hapa. Ulikuwa sahihi, alifikiri. Jiandae kwa kile unachoweza kupata. Alikuwa amepata kitu kibaya zaidi kuliko alivyotarajia, na bora zaidi kuliko alivyohofia. Alikuwa amekuta kanisa ambalo, lilipokabiliwa na kielelezo chake lenyewe, halikubishana na kioo. Hilo halikuwa si kitu. Hilo lilikuwa, kwa kweli, kila kitu. Baada ya muda mrefu, ukumbi ulianza kutulia. Watu walirudi polepole kwenye viti vyao. Macho yalifutwa. Mikono ilishikwa. Huruma maalum inayofuata jambo gumu ilipita kimya kimya, kati ya watu ambao walikuwa wageni kwa nafsi za kweli za kila mmoja saa moja iliyopita. Samuel alirudi mbele. Asante, alisema kwa urahisi.
Alimtazama Williams akiwa amerudi kwenye kiti chake sasa, macho yake yakiwa mekundu, utulivu wake ukiwa umerudi kwa kiasi kikubwa, lakini ukiwa na kitu tofauti ndani yake, kitu ambacho hakikuwa hapo awali. Kitu kilichoonekana, Samuel alifikiri, kama ahueni. Nataka kusema jambo moja zaidi kabla hatujafunga, Samuel alisema. Ukumbi ukampa uangalifu wake. Kilichotokea hapa leo si mwisho wa kitu. Ni mwanzo. Aliruhusu hilo liwe wazi. Jumapili ijayo na Jumapili inayofuata na kila Jumapili baada ya hapo, itawezekana kurudi kwenye mipango ya zamani, kwenye viti vilivyohifadhiwa na tabasamu nyembamba, na usimamizi wa uangalifu wa nani anahusika na nani hahusiki. Hilo linawezekana daima. Akatingisha kichwa polepole. Tabia za zamani ni zenye nguvu, hasa zile ambazo hatujui kuwa tunazo. Alizichukua zile sarafu 2 kutoka kwenye mimbari safari moja zaidi, akazishikilia kwa muda, kisha akaziweka tena chini. Lakini ninaamini kanisa hili ni lenye nguvu zaidi. Na ninaamini kweli kwamba watu katika chumba hiki wanaweza kuwa kile andiko linavyowaita wawe. Alimtazama Debra mara ya mwisho. Alikuwa amekaa huku mikono yake ikiwa kwenye mapaja yake na uso wake ukiwa bado na wekundu kiasi, na alionekana kama mtu ambaye alikuwa bado hajaamua kikamilifu jinsi ya kujisikia kuhusu kutaniko zima kugeuziwa kwake mara 2 katika mchana mmoja. Lakini macho yake yalipokutana na yake yalikuwa imara. Mpya zaidi kati yenu, Samuel alisema. Alituonyesha wengine jinsi inavyoonekana. Hilo ni jambo la kushangaza. Lishikilieni. Alifunga Biblia yake. Tuombe. Sala ilikuwa fupi. Alikuwa amejifunza kwa miaka mingi kwamba sala bora baada ya jambo gumu ni fupi. Sala ndefu baada ya jambo gumu wakati mwingine hufuta athari ya jambo lile gumu. Kwa hiyo aliomba kwa ufupi na kwa shukrani, si kwa kile kanisa lilichokifanya, bali kwa kile lilichokuwa bado linaweza kukifanya. Alimshukuru Mungu kwa unyofu. Aliomba ujasiri. Akasema amen. Kutaniko likasema amen. Na kisha, kwa sababu maisha ni makubwa kuliko nyakati zake muhimu zaidi na yanaendelea bila kujali, mtu mmoja karibu na nyuma akasema kitu kimya kimya, na mwingine akacheka. Kicheko cha kweli, aina ya kicheko cha kushtukiza, na ukumbi ukaanza kupumua tena. Watu walichelewa kwa muda mrefu baada ya hapo, si kwa mazungumzo rahisi kama baada ya ibada ya kawaida, bali kwa ubora wa polepole, wa uangalifu zaidi wa watu ambao wamekuwa sehemu moja pamoja na hawako tayari kutengana. Mazungumzo yalifanyika kwa sauti za chini. Baadhi ya watu waliketi na wengine ambao kwa kawaida hawaketi nao. Mwanamume katika suti ya nevi alimpata shemasi aliyekuwa amekusanya sadaka, na wawili hao walisimama pamoja karibu na dirisha kwa muda mrefu, wakizungumza kwa njia iliyoonekana kuwa ya umakini na nzuri. Nancy alimpata Samuel karibu na mlango wa pembeni. Alisimama mbele yake kwa muda bila kuzungumza. Kwa karibu, aliweza kuona kwamba wanja wake maskara ulikuwa umefanya kile unja hufanya unapolengwa na machozi. Alionekana mdogo kuliko alivyokuwa mlangoni asubuhi ile. Hakuwa amepungukiwa heshima hasa, bali alionekana wa kweli zaidi. Nimekuwa nikiwasalimu watu mlangoni hapo kwa miaka 15, alisema. Najua, alisema kwa upole. Nilifikiri nilikuwa mzuri katika hilo. Wewe ni mzuri katika hilo, alisema, kwa watu unaowatarajia. Alikutana na macho yake. Kazi sasa ni kuwa mzuri katika hilo, kwa kila mtu mwingine pia. Alitingisha kichwa. Kidevu chake kilikuwa kikitetemeka. Samahani, mchungaji. Najua uko hivyo, alisema. Na nakuamini. Alikandamiza midomo yake pamoja. Akatingisha kichwa mara moja zaidi, na kuondoka. Williams alikuja kufuata, si kuomba radhi kwa maneno, ambayo Samuel alipata hisia kuwa haikuwa asili ya Williams kabisa, bali kuushika mkono wake kwa mikono yote miwili na kuushikilia kwa muda na kumtazama moja kwa moja. Wewe si kile nilichokitarajia, Williams alisema. Hapana, Samuel akakubali. Nadhani hilo linaweza kuwa hasa kile tunachokihitaji. Nadhani pia, Williams alisema. Debra alikuwa wa mwisho. Washiriki wengi wa kutaniko walikuwa wameondoka wakati alipofanya njia yake kuelekea mbele ya ukumbi uliokuwa tulivu sasa. Alitembea huku mikono yake ikiwa imeshikana mbele yake, na rinda lake la njano likiwa bado angavu katika mwanga wa alasiri unaofifia ukipitia madirisha marefu. Alisimama futi chache mbali naye na kumtazama kwa muda, kwa usemi uliokuwa na sehemu sawa ya utani na kitu kingine makini zaidi. Ungeweza tu kuniambia, alisema. Ningeweza, akakubali, pale mezani. Nilipouliza kama uko sawa. Ndio, alifikiria hilo. Mbona hukuandika? Samuel alizingatia swali hilo kwa unyoofu. Kwa sababu hukuwa unamfanyia fadhili mchungaji, alisema. Hukujua kama kulikuwa na mchungaji. Ulikuwa tu unamfanyia fadhili mtu. Alimtazama. Sikutaka kubadilisha kile ambacho fadhili hiyo ilikuwa. Debra alikuwa kimya kwa muda. Hilo kwa kweli ni jibu zuri, alisema. Asante. Akatazama ukumbini, mabenchi tupu,
maua mapya kwenye meza ya ushirika, sarafu 2 zikiwa bado zimekaa kwenye mimbari. Kisha akarudi kwake. Basi nini kinatokea sasa? Akauliza. Kwa kanisa namaanisha. Kitu kile kile kinachotokea kwa kitu chochote baada ya ukweli mgumu, Samuel alisema. Tunaamua nini cha kufanya nao. Siku nyingine tutafanya vizuri. Siku nyingine tutasahau na kurudi kwenye njia za zamani. Na wakati hilo linapotokea, tutahitaji kukumbushwa. Alitulia. Hiyo ndiyo kazi ya wachungaji. Alitingisha kichwa polepole. Na waongofu wa miezi 3 ni kwa ajili ya nini? Alitabasamu. Tabasamu la kwanza kamili la siku ndefu sana. Inaonekana, alisema, ni kutuonyesha wengine kile tunachopaswa kufanana nacho. Debra alifanya uso ulioonyesha kuwa hakuwa na uhakika kabisa kama alikuwa na starehe na jukumu hilo. Lakini chini yake aliweza kuona kwamba alikuwa hivyo. Chini yake alikuwa ndiye hasa mtu ambaye angeweza kulibeba. Wakati ule ule Jumapili ijayo, alisema. Wakati ule ule Jumapili ijayo, alisema. Alitingisha kichwa, akachukua begi lake kutoka kwenye benchi la mbele na kutembea katika korido ya katikati kuelekea mlangoni. Mlangoni mwa kutokea, alitulia, akageuka kwa ufupi. Kahawa bora wiki ijayo, alisema. Nitabeba kutoka kwenye duka. Kisha akasukuma mlango na akatoweka. Samuel alisimama peke yake katika ukumbi tupu kwa muda kidogo. Mwanga wa alasiri ulikuwa mrefu na wa rangi ya kahawia kupitia madirisha marefu, sasa ukianguka kwenye mabenchi ya mbao katika vipande vya joto. Maua kwenye meza ya ushirika yalikuwa yamefunguka kidogo zaidi kuliko yalivyokuwa asubuhi hiyo. Jinsi maua yanavyofanya wakati mchana unapata joto kuwazunguka. Bango la makaribisho lililoandikwa kwa mkono alijua lilikuwa bado limetundikwa juu ya mlango wa mbele nje. Karibu Mchungaji Samuel. Alifikiria kile kanisa hili lingekuja kuwa. Hakujua hasa. Hakuna anayejua kabisa. Lakini alikuwa katika huduma kwa muda mrefu kutosha kujua kwamba makanisa ambayo yangeweza kuvunjwa na kufunguka ndiyo yale ambayo yangeweza pia kujengwa upya. Yale ambayo yasingeweza kuvunjwa yalikwisha kutoweka hata wakati maegesho yao yalikuwa yamejaa. Watu hawa walikuwa wamepiga magoti. Hapo ndipo kila kitu kizuri kilipoanzia. Alizichukua zile sarafu 2 kutoka kwenye mimbari na kuzishikilia kiganjani mwake kwa mara ya mwisho. $1, kila kitu cha mwanamume ambaye hakuwa na kitu. Alifunga vidole vyake kuzizunguka. Kisha akachukua Biblia yake, akatembea kupitia korido ya katikati kupitia mwanga mrefu wa rangi ya kahawia, na akasukuma mlango kuelekea jioni. Nje mji ulikuwa bado ukiendelea na shughuli zake za Jumapili. Magari yakipita, watoto mahali fulani karibu, harufu ya chakula cha jioni cha mtu ikianza kupita kwenye dirisha, ya kawaida na yenye kuendelea na iliyojaa watu, kila mmoja wao akiwa amebeba kitu. Samuel alisimama kwenye ngazi za mbele za kanisa la Grace Community kwa muda. Kisha akaziweka zile sarafu mfukoni mwake, akashuka ngazi na kwenda kumpigia simu mke wake. Natumai ulifurahia kuitazama kama nilivyofurahia kuitengeneza. Like, share na comment kuhusu mafunzo uliojifunza. Nijulishe unatazama ukiwa wapi katika komenti hapa chini. Tuonane katika video yangu ijayo.